Nadhani katika hii msimu wangu wa tatu huu kuliko msimu wa kwanza na sasa hivi naona kuna namna timu zinakuwa bora zaidi. Maxi, baada ya kupata sare michezo mitatu mfululizo mliporudi kwenye vyumba, mwalimu alikuwa anaambia nini hasa? Nini ambacho mlikuwa mnazungumza kama wachezaji na benchi la ufundi? Sisi kama wachezaji baada ya hiyo mechi ya mwisho ya Mtibwa tumekuwa disappointed na matokeo, lakini ndio hivyo, sehemu ya mpira na sehemu ya kazi yetu, tumeikubali. Hapa tumepumzika kidogo, tunarudi, tunaamini tutaendelea kufanya vizuri. Moja ya kitu ambacho walikiandika Africans kwenye ukurasa wa Instagram wanasema kwa moja changamoto ambayo mlikuwa mnaipitia kama timu ni playing style, kwa maana aina yenu ya uchezaji. Na wewe ilikukuta sana hiyo, pengine ulikuwa unaona ilikuwa ni sababu nyingine ambayo inasababisha kutopata matokeo hasa kwenye hizi mechi hizi tatu mfululizo zilizoisha? Nadhani hayo ndio ni mambo ya technical staff. Mimi kama mchezaji kuingilia mambo sio vizuri sana, lakini kwa namna yote hao wengine, mimi nadhani kwenye hizo mechi za nje uwanja umetusababisha mambo mengi sana. Max, bila shaka mashabiki wa Young Africans wana imani kubwa na nyinyi na pia wanaamini mnao pia nafasi ya kuchukua ubingwa. Competition ikoje kwa namna ambavyo unaona na unawaambia nini wananchi? Competition ni kubwa. Ukiangalia Simba, Azam ni timu ambayo zinaendelea kuimprove sana. Ni timu nzuri, kama Simba mwaka huu wana timu nzuri, Azam mwaka huu wana timu nzuri. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kupambana na kulinda huo ubingwa ambao sisi tumepata miaka miwili iliyopita au mitatu. Neno kwa wananchi? Waendelee kusupport timu yao, na sisi kama wafanyakazi ya hii timu tutaendelea kupambana na tunaamini matokeo mazuri yatakuja, yatarudi vizuri. Hiyo sare ni sare tu, uzuri hatujapoteza mechi. Kwa hiyo tutaendelea kupambana kwa ajili ya timu na tunaamini kila kitu kitarudi sawa. Nikurudishe nyuma Max, kuelekea kwenye ule mchezo wa dabi ambao mlicheza pale Zanzibar. Amani kubwa, watu wengi waliamini Yanga inaweza kashinda ule mchezo, lakini mambo yalienda kuwa tofauti. Mlikuwa na hali gani baada ya yale matokeo, lakini kabla ya mchezo mlikuwa mnaamini mnaenda kuifunga Simba mara 7 mfululizo kama ambavyo wa mashabiki zenu wanachama wanavyotamba nje? Mambo ambayo yanapita huko mtandao wao huko nje mimi siingilii sana. Lakini nikija kwenye nafasi yangu, kila tukiingia kwenye mechi wote tunatakia matokeo mazuri, tunataka matokeo mazuri, tunataka tushinde. Kwa hiyo ni kwa kila mechi, sio kwa mechi moja au iwe Simba au Mtibwa au timu gani. Kwa kila mechi tutakao tucheza tunataka tushinde. Na ni hivyo kwenye hiyo mechi pia tumetaka kushinda, lakini tumekuta wapinzani wamekuwa vizuri kuliko sisi kwenye hiyo mechi. Hiyo lazima tuikubali, wamekuwa vizuri sana na sisi hatujakuwa na mchezo mzuri hiyo siku. Tumefanya sare, ni hatujapoteza, tutaendelea kuifanyia kazi. Na malengo kama mchezaji binafsi ni yapi? Kuendelea kufanya vizuri. Shukrani. Nyinyi ndani mko shahidi, lakini sisi kama Young Africa nadhani malengo yetu yapo pale pale na tutaendelea kuwa bora, naamini inshallah. Hiyo kudondosha alama imeongezea pressure katika hii michezo mliyopata sare. Inaongezea pressure kupoteza ubingwa. So pressure kusema kupoteza ubingwa kwa sababu bado tupo katika mbio za ubingwa na bado tupo juu. Kwa hiyo sidhani kama ni pressure kusema sisi yani tuweke akilini au vichwani mwetu, hapana. Nadhani ni kuendeleza makini na kuendeleza ile semeje sijui. Kuendeleza ile morali yetu na kuhakikisha tunapata matokeo katika kila mchezo. Ibra, katika duru la kwanza tulishuhudia namna ambavyo adhabu ile ya bodi ilikukumba, ulipata kufungiwa mechi 5 na kiasi cha pesa ambacho kilitolewa. Pengine leo tunapata nafasi ya kuzungumza. Hebu tuambie namna ambavyo kuna namna moja ama nyingine iliweza kukuathiri adhabu ile, ama ulipokea kwa namna gani? Nilipokea kwa sababu siku zote maamuzi ya TFF nadhani yanatakiwa kuheshimiwa, lakini sidhani kama kulikuwa na adhabu ya pesa. Nadhani ilikuwa ni mechi tu zile 5 kwa upande wangu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, nadhani ni mkakati ambao wamekuja nao TFF, lakini waangalie kwa mujibu wawe na usawa. Nadhani kitu kikubwa kwa na usawa kwa yale ambao wanatoa. Nadhani sio kitu cha ajabu katika mpira. Kwani hakuna usawa? Sijasema hakuna usawa. Waendelee tu kuwa na ile manake semeje, kuendeleza usawa, yani kuendeleza haki vile. Hapana,
wao ndio wanaojua kama huyu ana stake 5, huyu 2, 3 ni wao. Kwa hiyo siwezi kuingilia katika upande wao. Nadhani ni vitu vya kawaida katika football. Yako maneno ambayo yanaendelea kuzungumzwa watu kulingana na adhabu ambayo ulipata kwamba Ibrahim Baka ni beki sawa, lakini kuna aina ya faulu ambazo anazicheza wakizitafsiri ni kama unafanya makusudi. Ni kweli huo unafanya makusudi ili kuumiza wachezaji wenzako? Hapana, mimi naamini mambo tu ya kimpira yanatokezea. Nadhani sometimes unakuja tu tempo ya mpira na mambo ya kimpira tunadhani, sio mambo ya kusema ni nje ya mpira. Hapana, mambo ya kimpira tu. Tunaona hata huko kwa wenzetu vitu vinatokea. Kwa ni vitu vya kawaida katika football, japokuwa kila mmoja ana tafsiri. Kwa hiyo mimi naamini ni vitu vya kimpira tu. Vyote inaweza kumtokea. Sisi sote ni binadamu, tunakosea. Kikubwa ni kuona matatizo na kuachana na vitu ambavyo nahisi sio sahihi katika maisha. Yupi mshambuliaji hatari ambaye amewahi kumkaba kwenye mzunguko huu wa kwanza Ibrahim? Washambuliaji wote ni hatari. Ni hatari kwa sababu wanapocheza na sisi wanakuja kama kujitangaza, lakini au kuonesha kile walichonacho, kuhakikisha nao wanaweza kujikwamua au kupata, si lazima apate hapa kwetu, lakini wanaweza kuwashawishi na timu nyingine kubwa, kwa maana sisi tunaweza na tuna talent kucheza katika hivi vilabu. Kwa hiyo kuna washambuliaji wengi wazuri tena sana katika vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi naamini mashambuliaji wote ni wazuri. Tulikuwa tunazungumza na Rushain Deruk, beki wa Simba. Ndio. Na alikutaja wewe na Kijugu kama mabeki anaowakubali zaidi kwenye ligi, akisema amewafuatilia hata akiwa Mamelodi. Kwako wewe, ujio wa beki kama yule na uzoefu wake, unahisi kuna kitu unaongeza kwenye ligi na kuna kitu ambacho mabeki wa Tanzania wanachojifunza kutoka kwake? Mimi kwa upande wangu naamini yeye kaja kuongeza chachu nadhani ya ushindani, lakini kaja kuongeza ufanisi katika ligi yetu. Nadhani wengi tungekuwa mashuhuda, tunamuona ni beki ambaye ana deserve kwa Simba na ana deserve kwa katika ubora ule ambao ipo nao. Kwa hiyo naamini ni beki ambaye anastahili sifa ambazo anazipata kwa upande wangu. Baka sio rahisi kucheza kwa misimu mitatu au minne kwenye daraja moja lile fomu ile. Siri ni nini ambayo Ibrahim Baka anayo? Nadhani siri ni kuachana na maneno ambayo sana yanatoka nje, kwa sababu maneno ya leo sio maneno ya kesho. Leo utasifiwa, kesho utakuja utapondwa. Kwa hiyo ni vitu nadhani sio mtamu sana kufikiria vitu vya nje ambavyo sana vinaongelewa katika mitandao. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa na nidhamu mazoezini, kwa nidhamu na wenzako, kuwa na mashirikiano nadhani na kujitoa zaidi. Kwa sababu kipaji peke yake sidhani kama kitaweza kukusaidia kukuvusha. Na mimi sometimes ni kujitoa. Sababu siamini kwamba wote sote tuna talent. Na mimi kuna wengine tunajitoa, ndio mnaona vinavyotokea, nadhani vinatusaidia na sisi. Baka, katika mzunguko huu wa raundi ya kwanza, mechi ipi kwa upande wako na timu nzima unadhani ya kwamba hii ilikuwa ni kipimo sahihi kwa upande wetu ambacho tulipewa na timu pinzani kwenye ligi? Yani mzunguko wa kwanza. Yaani mechi gani? Kweli hii hakika tulipewa ni miongoni mwa mechi tough, yani nimepewa game tough. Mimi kwa upande wangu, lakini nahisi ni mechi nyingi za mikoani, nahisi ndio mechi ambazo, kwa sababu tuseme kweli au tuwe wazi, japokuwa ligi yetu naamini sasa hivi imepiga hatua kubwa sana zaidi ya sana, lakini viwanja vya mikoani kidogo vinatufikirisha, kusema kweli, yani vinatufikirisha. Tunapenda kucheza mikoani, lakini tunapenda vile viwanja vile katika hali ya ubora, ili sisi tutoe kile ambacho tunacho na wale wawe na usanifu kufanya kitu ambacho wanaweza kufanya. Kwa hiyo hapo sasa katika viwanja vya mkoani, mechi ipi ambayo kwenu nyinyi ilikuwa mechi ngumu kweli? Mechi ngumu. Nadhani ni mechi na Mbeya, kwa upande wangu sio ngumu, mechi sio ngumu, lakini mechi na Mbeya kwanza ilikuwa usanifu, Mbeya City. Mechi ilikuwa haina usanifu mkubwa, na kama ulivyoona tulikuwa hatupo katika kutengeneza zile kama kikawaida yetu, kama tunavyocheza hapa KMC, nadhani hatakuwa vile na kwa asilimia kubwa nadhani. Kwa hiyo ni mechi ambayo kidogo ilikuwa inatupa wakati mgumu, kama hii mechi ya mwisho TRA ndio tunaona hapana. Na TRA pia nahisi ni mechi ambazo zilikuwa zinatukosesha ufanisi. Mnaamini Young Africans mkienda kwenye michezo wapinzani wanawakamia? Siamini hilo hivyo, lakini naamini wao wanakuja kujitoa, kwa sababu mchezo ni mpira, ni mchezo wa wazi, na wao wanataka kujitangaza, kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo mwisho wa siku alikuwa vizuri ndo anapata matokeo. Siamini kwamba anakuja kukamia, anakuja kucheza football kama football. Football ni mchezo wa ushindani. Kwa hiyo wanakuja wanaleta ushindani. Neno lako kwa pacha wako Dick Job VVD unamwambiaje ambaye sasa hivi anauguza majeraha yake? Mimi kwa upande wangu kwanza niseme na mimi uwepo wake, pia tuna miss uwepo wake.
Pia tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kujiuguza salama, lakini tunamwombea pia arikave haraka, hata kama atakuwa na mwezi, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana. Hata kwenye msimu huu aweze kurudia. Kwa hiyo mimi namwombea na tupo pamoja na yeye na tutapambana kwa sababu yake. Lakini pia tutapambana na majeraha kama Clement, pia tutapambana kwa ajili yake kuhakikisha kombe hili wanafarijika kuona bado tunalitetea. Kwa tupo kwa ajili yao, tutajitoa kwa sababu yao. Shukrani. Asanteni.